Ya kifo kabisa, yani nilikuwepo eneo la tukio kipindi tunamfukua, ila taarifa za kupotea kwake nilizipata kutoka kwa mwanamke wake ambaye watu wanamhusisha kuwa ndio mtendaji wa hilo tukio, kwa sababu tarehe 14 tarehe 10 alivyoondoka Nyanza tarehe 11, mimi usiku nilikutana naye na huyo mwanamke. Yeye ndo alinipa taarifa za kupotea kwake, kwa namna ya kwamba aliniambia alikimbia baada ya kufanya tukio. Kwa ni kitu ambacho hata mimi kilinishangaza kwa kweli, kwa sababu Nyanza mimi nimefanya naye kazi tangu 2016. Nadhani hata Nyilai TV tumefanya kazi na Nyanza akiwepo, filamu ya Mkwaju. Nadhani mliona ni mtu wangu ambaye nafanya naye kazi karibuni 90% ya filamu zangu alikuwa anasimamia idara ya sauti. Lakini polisi, maofisa tunawashukuru sana, walionyesha ushirikiano akiwemo mkuu wa upelelezi Bwana Ndomba, lakini pia tukopo na kijana mmoja anaitwa Hamisi, ni polisi officer katika idara ya upelelezi. Nafikiri alionyesha ushirikiano ndio mpaka ikafikia hatua ya kwenda kufukua katika shimo lililochimbwa nyumbani kwake, uani kwake. Kwa hiyo kwa muktadha wa majirani wanasema aliyechimba ni yeye, na ilichimbwa kuanzia saa 11 mpaka saa 5 shimo lilikopo wazi, kwa sababu saa 5 usiku mimi ndo nilikutana naye huyo binti. Kwa hiyo asubuhi likawa limefukiwa. Kwa hiyo hiyo ndio ilitutia sisi shaka, na yeye anatupa maelezo ya kwamba huyo mtu kapotea akafanya yani tukawa tunajiuliza, kwa sababu kwa muktadha wa Nyanza hakuwa na hizo tabia za kusema yani hata mdhulumu milioni 100, hakuwa na huo mfumo wa kusema kwamba eti apigane au labda aone ugomvi sio aingilie, hakuwa na hiyo tabia. Kwa hiyo taarifa, kwa muktadha wa swali lako, taarifa ya kugundua kwamba Nyanza amekufa, nilikuwepo eneo la tukio kipindi tunafukua. Wakati wa uhai wake marehemu Athumani alikuwa namna gani? Tunafahamu ndio pole, msikivu, lakini hasa zile tabia za ndani, kwa sababu ukiacha kufanya naye kazi sana kwa miaka hiyo yote, lazima atakuwa na ule urafiki ambao tunasema urafiki ndugu. Tabia hasa za Nyanza, unadhani alistahili kufa kifo cha namna hiyo? Kwa labda alikuwa na maugomvi labda na watu nini? Kiukweli mimi nasema ni bora hadithi ndefu sana inayochekesha kuliko hadithi fupi inayohuzunisha. Katika watu ambao tulifikiria hawezi kufa kikatili na kufukiwa bila utaratibu alikuwa ni Nyanza. Nyanza kwa namna tunavyomjua sisi hakustahiki kifo cha namna ile. Kwa namna tulivyoishi naye hakustahiki kifo cha namna ile. Hatujui ni nini kilitokea, ndo tunajaribu kuiomba idara ya polisi iendelee kushughulika. Baada ya hapo tujue mkasa mzima ilikuwaje mpaka wakamtendea namna ile ndugu yetu, kwa sababu mara mwisho kuelekea kwa Kigamboni alituambia sisi naenda kwa mwanamke wangu tarehe 10 na anaenda nimeitwa. Sasa kumbe aliitwa ili akauawe. Kwa hiyo hakustahiki. Sawa. Sasa kifo chake ni cha mashaka, na nadhani Nyanza alikuwa anaishi Chanika kabla ya kuhamia huko ambako watu tunaamini kwamba alipotea umauti. Wale watu ambao wanaishi naye pale ambako mmemfukua, wao wanasemaje kuhusiana na hiyo kwamba watu wamekuja wamechimba shimo usiku, kitu ambacho kikawaida Kiswahili si kitu cha kawaida kwamba mtu achimbe shimo usiku, hata kama ni shimo la taka, lakini usiku hapana. Wao majirani na zile stories za kwamba Nyanza yupo, walizungumza nini siku ambayo mnafukua? Siku tunaofukua, kwa sababu tulienda na idara ya polisi, tulimwita mjumbe. Majirani wao walikuwa tu kama mashuhuda kama mimi. Kwa hiyo ili swali kimsingi mngewauliza wao, kwa sababu kipindi anapotea na sisi tulienda kuuliza pale kuhusiana na nyumba kuuzwa, majirani walisema haikuuzwa kwa sababu wao hawakushirikishwa. Kwa hiyo ili swali ni zuri kama tungeuliza majirani nao watupe ushirikiano kuhusiana na ndugu yetu. Ila kwa tetesi ni kwamba ile shimo lilichimbwa saa 11 na majirani waliona, lakini yule mwanamke aliwahi kuishi pale. Kwa hiyo ilionekana kama ipo kwake saa 11 jioni. Kwa hiyo ilionekana kama ni mtu anachimba shimo kwake. Ila kilichoshangaza asubuhi likawa limefukiwa. Hiyo ndo hapo ndo kidogo hata mimi nikaanza kuona hapana. Kwa sababu mimi pia niliwahi kulioji hilo shimo. Lakini asubuhi nilipopita nikakuta limefukiwa. Kwa hiyo sikupata nafasi ya kuongea na huyo mwanamke wake kwamba kwa nini kalifukia. Zaidi ya pale polisi alituthibitishia Nyanza yupo, na mara ya mwisho alikutana naye Jumatano, sisi tunamhoji Ijumaa. Kwa hiyo sisi tukawa tunashinikiza tupewe mtu wetu
na ndio maana alivyopewa dhamana akakimbia. Huyo mke wa marehemu Sio mkewe, hakuwahi kumtolea barua wala hakuwahi kumuoa. Ni mwanamke tu ambaye anaishi naye, alisubutu kuishi naye.